Atletico Madrid wameweka beki wa Tottenham raia wa Argentina Cristiano Romero mwenye umri wa miaka 27 kama mmoja wa wachezaji itakaowasajili msimu huu wa joto. Manchester City wanatarajiwa kumsajili beki wa pembeni wa Juventus na Italia Andrea Cabiasso mwenye umri wa miaka 25, huku klabu hiyo ya Italia ikielekeza macho yake kwa beki wa Arsenal raia wa Ureno Nuno Tavares mwenye umri wa miaka 25 ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo Lazio. Newcastle United, Manchester United, Tottenham, West Ham, Chelsea na Liverpool zote zinamwania mshambuliaji wa Canada Jonathan David mwenye umri wa miaka 25 ambaye mkataba wake wa Lille unamalizika msimu wa joto, lakini Marseille wanajaribu kumshawishi aendelee kubaki Ufaransa. Manchester United wamempa mshambuliaji wa Wolves Matheus Cunha mkataba wa miaka 5 iwapo Mbrazili huyo mwenye umri wa miaka 25 ataamua kuhamia Old Trafford. Chelsea wanajitahidi kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa Juventus Kenan Yildiz mwenye umri wa miaka 19, lakini wanakutana na ushindani kutoka Arsenal, Liverpool, Manchester United na Manchester City wanaomtaka pia mchezaji huyo wa kimataifa wa Uturuki. Manchester United bado wanania kumsajili mshambuliaji wa Crystal Palace raia wa Ufaransa Jean-Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 27 iwapo watashindwa kumchukua mshambuliaji wa Ipswich Town raia wa Uingereza Liam Delap mwenye umri wa miaka 22. Newcastle United wanafanyia kazi deal la kumsajili beki wa kimataifa wa Korea Kusini Kim Min Jae mwenye umri wa miaka 28 kutoka Bayern Munich msimu huu wa joto. Orodha ya Newcastle ya wachezaji inaowataka kuimarisha safu yao ya ulinzi pia inajumuisha Ousmane Diomande wa Sporting mwenye umri wa miaka 21 kutoka Ivory Coast, Malik Thiaw wa AC Milan, beki wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 23 na Jean-Paul Van Heck mwenye umri wa miaka 24 kutoka Brighton. Hata hivyo, Liverpool itajaribu kumshawishi kiungo wakati wa England Adam Wharton mwenye umri wa miaka 21 kuondoka Crystal Palace kwa ada ya pauni milioni 50 na zaidi. Klabu ya Saudia Neom imeanza mazungumzo na wawakilishi wa mlinda lango wa Manchester United na Cameroon Andre Onana mwenye umri wa miaka 29. Mkufunzi wa Everton David Moyes anataka kumsajili kiungo wakati wa Jamhuri ya Czech Thomas Sauke mwenye umri wa miaka 30 kutoka West Ham. West Ham wako tayari kumuuza kiungo wakati wa Brazil Lucas Paqueta mwenye umri wa miaka 27, lakini hawako tayari kumuuza mshambuliaji wa Uingereza Jarrod Bowen mwenye umri wa miaka 28. Barcelona wanapanga kumnunua mshambuliaji wa Argentina Julian Alvarez mwenye umri wa miaka 25 kutoka Atletico Madrid kuchukua nafasi ya mshambuliaji wa Poland Robert Lewandowski mwenye umri wa miaka 36. AC Milan wanafanya jitihada za kumbakisha kwa mkopo mshambuliaji wa Uingereza Tammy Abraham mwenye umri wa miaka 27. Mkufunzi wa Manchester United Ruben Amorim amemfanya mshambuliaji wa Nigeria mwenye thamani ya pauni milioni 40 Victor Osimhen mwenye umri wa miaka 26 kuwa mshambuliaji wake mkuu kwenye majira ya joto, na mashetani wekundu wana nafasi nzuri ya kumnasa mchezaji huyu wa Napoli baada ya Chelsea kukataa uhamisho wake. Winga wa Bayern Munich Leroy Sané mwenye umri wa miaka 29 anatazamiwa kusainiwa mkataba mpya na timu hiyo ya Bundesliga na hivyo kumaliza matarajio ya mchezaji huyo wa kimataifa wa Ujerumani kuhamia Arsenal au Liverpool. Kocha wa zamani wa Chelsea na Manchester United Eric Ramsey yuko kwenye orodha ya kuteuliwa kuwa kocha mkuu ajaye. Kiungo wakati wa zamani wa Wolves wa England chini ya umri wa miaka 21 Tommy Doyle mwenye umri wa miaka 23 anatazamiwa kuondoka msimu huu wa joto, na uhamisho wowote utanufaisha klabu ya zamani ya Manchester City ambayo ina kipengele cha 50% cha mauzo. Na hii ni Spoti Mtaa TV. Mtazamaji wetu, endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu kutoka hapa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kwa habari kemkem za michezo.